5, 2025. Popote pale ulipo msikilizaji, ni kukaribishe sana. Tuko hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na katika msimu huu tunao mkasa wa ndugu yetu, rafiki yetu, yeye anaitwa Spola. Na mengi Spola anatueleza katika safari yake ya maisha, na jana kuna mahali tuliishia. Na mimi niko hapa msikilizaji, japo leo tumechelewa kidogo, utanisamehe sana rafiki yangu. Najua uliningoja kwa hamu kweli, lakini kuna mambo hapa yakatuchelewesha kidogo. Yes, kikubwa zaidi ndugu yetu Spola anatueleza. Kwanza ni kwa habari ya yeye pamoja na Mawazo kuwa na mgogoro, ambao anasema mimi sikuwa najua hasa nini ambacho Mawazo kinamsumbua, lakini Mawazo aliamua kufanya mambo yake. Na hata na Spola anasema niliona ni wakati wangu wa kumwachilia pia huyu mwanaume ni endelee na maisha yangu. Lakini anapigiwa simu na mke mwenzake na kumwambia niko hospitali, na Spola anaenda kumuona. Anapoenda kumuona anagundua huyu mke mwenzie ana maradhi, anamsumbua, na wanazungumza. Na hapo ndipo Spola anajua nini ambacho kinaendelea sasa. Karibu sana msikilizaji katika siku njema ya leo, na tusogee mbele zaidi kuyasikia haya ndugu yetu anaitwa Spola akishia nasi katika safari yake ya maisha. Kubwa zaidi nina sababu ya kukumbusha miaka 11 ya EFM. Tunasherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Na wewe kama msikilizaji wetu wa karibu kabisa, basi ni vyema nawe pia ukawa sehemu ya kufurahia hii miaka 11 ya EFM. Na tumeandaa zawadi kwa ajili yako msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Kuna zawadi nyingi sana, mimi nazitaja kwa uchache. Unaweza ukashinda TV, unaweza ukashinda simu janja, unaweza ukashinda unaweza ukalipiwa kodi ya nyumba, unaweza ukalipiwa bili ya maji, unaweza ukanunuliwa umeme. Yani zawadi ni nyingi. Sasa ni wewe tu rafiki yangu, popote pale ulipo, kuingia kwenye menu ya nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Ukipiga hapo utaenda kuulizwa maswali jamani ya kukufurahisha. Kuna methali humo, mambo ni mengi sana, kwa hiyo utapenda. Na unapojibu maswali hayo una nafasi ya kupata zawadi hizi katika kusherehekea miaka 11 ya EFM. Ndio, kumbuka kuwa uwe na mtandao wa Airtel, uwe na mtandao wa Vodacom, uwe na mtandao wa Yes, unaweza ukapiga hiyo menu. Sawa kabisa. Ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na Spola anasema nimekwisha kujua kila kitu sasa. Yani nini ambacho kinaendelea sasa najua. Mawazo mengi niliyokuwa nayo mwanzo, mitazamo, hisia nilizokuwa nazo nyingi, nilizokuwa na hisi zimekuwa ni tofauti. Hiki ambacho kinaendelea sasa hivi ni tofauti na yote ambayo mimi nilikuwa nikiwaza. Nini sasa Spola anafanya? Narejea hivi punde. Ndio, ndugu yetu Spola anatueleza. Spola anasema mimi haya nimeyapitia katika safari yangu ya maisha. Nilipoyagundua haya yote, basi moyo wangu ulinama kwa huzuni sana. Mimi nilijitahidi sana kutafuta nafasi ya kuzungumza na Mawazo, maana sasa najua Mawazo anapita kwenye situation gani, na nilifanikiwa. Nilikaa na Mawazo japo sikumgusia chochote, kama mimi najua kile kinachoendelea kwa mke wake mkubwa. Zaidi mimi nilimwambia Mawazo tukiwa ana kwa ana, naomba unisamehe. Nimekosea sana. Sikupaswa kuwa na jaziba. Naomba unisamehe sana. Aliniambia unajua na unaelewa vizuri. Unajua kabisa kwamba mimi sina shida kabisa na wewe. Na natamani sana basi katika haya, natamani sana basi wewe uwe na amani. Ndio.
Spola anasema basi tulizungumza mimi pamoja na Mawazo na niliona na moyo wa kuachilia, nikamuuliza lakini mbona na kuona uko mtu mwenye simanzi, una mawazo mengi sana, shida ni nini sasa? Yeye alisema na changamoto lakini sio kubwa sana, nitakaa tu sawa. Haya basi, wakati nikiendelea kusonga mbele na ripoti ya leo, msikilizaji, namuona mhariri mkuu wa EFM hapa amefika, madam wetu Scholastica Mazula, sijui kuna nini. Karibu. Sasa umenishtua kwanza, maana ulikuwa unasoma unaelezea simulizi na muhusu Schola, afu Schola anakuja studio. Spola. Huyo ni Spola. Ni Spola. Safi. Hii ni taarifa ambayo inawahusu Wakatoliki wote wa Tanzania, waumini wa kanisa Katoliki wote wa Tanzania na watu wote wenye mapenzi mema. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani amepatikana. Hatujajua ni nani, lakini tayari moshi mweupe umeonyesha kuashiria kwamba makadinali wale ambao walikuwa wamejifungia ndani kufanya uteuzi baada ya kifo cha Papa Francis, wale makadinali 133 hatimaye wamepata mmoja, na sasa kinachosubiriwa ni yeye kuonekana kwenye ile dirisha lake kwa ajili ya kujitambulisha kwa ulimwengu kwamba sasa ndo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kwa hiyo muda wowote waendelee kufuatilia vyombo mbalimbali vya habari kupitia EFM na TVE na social media zetu, wataweza kuona sura sasa mpya ya kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Ni habari ambayo ilikuwa inasubiriwa na ulimwengu mzima. Kumbuka Wakatoliki duniani wako zaidi ya bilioni. Kwa hiyo wote hao walikuwa wanasubiri taarifa hiyo, na watu wote wenye mapenzi mema. Hizo ndo taarifa ambazo nimeona nikuletee. Moshi mweupe na lile neno la Habemus Papam tunalitarajia sasa muda wote. Kwa ule njua mweupe ameonekana pale juu na moshi mweupe kuashiria kwamba sasa kanisa Katoliki lina kiongozi wake duniani. Ni nani? Ni nani? Mimi na wewe atufahamu, wote tusubiri kile kidirisha cha Vatican kuweza kumuona sasa ni nani atakapoonekana. Je, yaliyosemwa atakuwa Mwafrika ni kweli ama ametokea bara gani, nchi gani? Yote hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Habari njema. Nikushukuru sana, wewe uendelee na Spola wako. Asante. Shukrani sana. Haya, naamini unaendelea kutusikiliza popote pale ulipo msikilizaji, katika siku njema hii ya leo ya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025. Hii ni ripoti ya leo ya EFM ambayo inakujia kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku, na tupo hapa tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanaeleta kwetu, nasi tunaiwasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Spola na tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Yes. Spola anatueleza. Spola anasema ni mazungumzo kati ya mimi pamoja na Mawazo, na Mawazo aliniambia hayuko sawa lakini atakaa sawa. Na mimi kwa sababu sikutaka kumdodosa sana, yani kumuhoji sana, nini zaidi kinachokusumbua, lakini nilimwambia mimi niko na wewe na tofauti zetu naomba tuzimalize na turejeshe uhusiano wetu mzuri ambao tulikuwa nao. Na nikamwambia pia mwanao amekumisi sana, yani ule mtoto wangu. Akasema ni kweli, nimemtenga sana, nimemkumbuka sana. Nikamwambia naye pia amekumisi sana na ni vyema ukamtembelee pia. Tulizungumza na akaonyesha kutabasamu, na hata nilimuhag na kumwambia Mawazo, niko pamoja na wewe, na kama kuna shida yote inakusumbua usisite kuniambia, niko hapa. Najua mimi ni mwanamke mkorofi mkali na nini, lakini unajua vile ninavyokupenda. Nakumbuka alitabasamu akaniambia najua, na kujua miaka na miaka, so wala hata usijali.
Yalikuwa ni mazungumzo yetu, nami niliondoka, lakini ninavyokueleza kwa sasa hivi niko na picha ya kile kinachoendelea. Kuna mambo hayako sawa. Nilitulia. Niliendelea kufanya majukumu yangu mengine, lakini huku nami nikiendelea kufuatilia. Nikiendelea kufuatilia kwa ratiba ambazo huyu mke wake aliniambia, kwa sababu hataki Mawazo ajue kama amenieleza. Kwa ina maana ni mpaka pale atakaponiambia njoo na huyo daktari wake, njoo ndio ina maana mimi niende. Kwa nilipata tena nafasi kwa mara nyingine, nikaenda. Nikamwambia vipi, madaktari wanasemaje? Akaniambia madaktari wananipa matumaini, lakini ninaona kama wakati wangu umefika. Nikamwambia hapana. Akaniambia nipo kwenye maumivu sana. Unaniona hivi tunaongea, nikikwambia vile najisikia sometimes hata uwezi ukanielewa. Katika magonjwa ambayo nayachukia na yalaani, na namuomba Mungu mtu yote asipate magonjwa kama haya, ni huo ugonjwa. Unatesa sana. Unatesa sana. Angalia mimi nilivyobadilika. Angalia nilivyobadilika. Una uwezo ugonjwa kukubadilisha ndani ya muda mfupi. Mtu ambaye amekuona miezi kadhaa iliyopita akija kukuona anakuwa na mshangao. Dozi zake pia zina uwezo kukubadilisha kwa muda mfupi. Lakini bado alizidi kunisisitizia akiniambia, Spora, ikiwezekana na wewe tenga siku ukafanye check up. Maana aliniambia umewahi kufanya check up? Labda ukapima kizazi ukajua, yani ukafanya check up kwa ujumla, ukachunguza maziwa yako. Unajua elimu inatolewa, lakini mtu unaweza ukahisi labda kuna watu wanaweza ukapata matatizo na sio mimi. Lakini inawezekana mtu kapata matatizo au ukawa una matatizo lakini hujui kama una matatizo. Nilimwambia mimi naamini utasimama tena. Akasema hata hapa nilipofika ni Mungu amekuwa akinisimamisha, ila naona hali yangu sio nzuri. Nimetamani leo tuongee tena. Akaniambia unajua Spora, mimi Mungu amenibariki watoto. Nilitamani niwalee watoto wangu, niwashuhudie hatua zao kwenye masomo, wafike hatua na wao kuwa na familia, lakini naona kabisa siwezi kufika hizo hatua. Najua wako watu ambao wanatupenda. Tunaye mama ambaye ni mama mkwe wangu, amekuwa mama kwangu toka tulivyokutana, ananipenda sana. Lakini mimi natamani sana siku nitakapolala, najua utaishi na Mawazo, naomba unilelee watoto wangu vizuri. Hatujapata muda wa kusema uone watoto wangu ninavyowalea, lakini najua Mawazo amekuwa akikueleza mengi zaidi. Watoto wetu ndo kipaumbele chetu. Naamini utafurahisha moyo wa Mawazo kwa kuishi na watoto wake vizuri. Na mimi nachokijua Spora una roho nzuri. Ndio ni mkali, najua amekuwa akiniambia Mawazo, lakini ninachojua una roho nzuri. Naamini utawalea watoto wangu vyema. Na niahidi kama utawalea vizuri na utashuhudia hatua zao zote za kukua kwao. Natamani ushuhudie wakiwa na familia. Yani na maana wakioa na kuolewa. Yani mimi nilimwambia, ninakuahidi niko hapa mbele yako. Nakuahidi. Kwa nini nakuahidi? Umenifundisha kitu kikubwa sana. Nilimwambia huyu mama, huyu bi mkubwa. Nasema mama kwa sababu ni mke mkubwa ni mke mkubwa. Aliolewa kwanza yeye, lakini mimi kiumri ni mkubwa kwake. Nilimwambia kwenye maisha yangu nimekuwa nikikutana na watu tofauti tofauti. Naweza nikasema kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu Mungu amenipa bahati ya kukutana na mtu mwema. Nakuahidi mbele za Mungu. Nakuahidi wewe rafiki yangu, mdogo wangu, mke mwenzangu. Nakuahidi ardhi hii hapa nimekanyaga. Nakuahidi nitawalea watoto wako kama watoto wangu. Nitawalea na Mungu anijalie heri
nishuhudia hatua hizi ambazo ulikuwa unatamani kuona wakizifikia. Nitawapenda kama watoto wangu, na kama nitafanya kinyume na hapo, Mungu na anihukumu. Alitabasamu akaniambia, nilijua tu. Naomba pia umtunze vizuri Mawazo, unamjua na unajua anakupenda. Nikamwambia nitafanya hivyo pia. Akaniambia, Mawazo ana tabia kususa sometimes, isikutishe. Akisusa wewe endelea kumkia kama kawaida, ana tabia kufikiria, na akarudi na mkaendelea na maisha. Mimi nitapumzika, lakini ninakuombea kila heri. Nilisikia uchungu sana. Sipora anasema nilisikia uchungu sana. Hapo nazungumza naye. Siku hii nimeenda tena. Yani akawa amekaa relax, kwa hiyo akawa ametoa kilemba chake, unajua yani ugonjwa mbaya sana. Aliniambia, nashukuru kwa muda wako. Mungu akipenda pengine tunaweza tukapata nafasi ya kuzungumza tena. Hata tusipopata nafasi, naamini mazungumzo yetu ni mazungumzo ya maana sana. Nikamwambia hakika. Akaniambia, usiache kufanya check up. Na kuna daktari ambaye mimi alinishauri vizuri sana kipindi ambacho nimeambiwa nina matatizo ya kansa ya ziwa. Nilivyokuwa nakataa kupokea, na hapo naambiwa inabidi nitolewe. Nilikataa, lakini alinitia moyo sana. Natamani siku unayopata nafasi unane naye, uzungumze naye. Nimegundua watu wengi hatuna hii elimu. Pengine tunayo, lakini tunahisi ni watu fulani ndio wanaweza kupata tatizo. Wengine tunaamini kwamba ni mambo ya kurithi. Mimi ninakiri kwa sababu nilimuona mamangu na ndio ugonjwa ambao ulimuondoa duniani. Lakini kuna family member mwingine pia. Lakini sisi hatukupata hiyo elimu mapema. Lakini kama mimi ningepata hiyo elimu mapema, ningefanya uchunguzi mapema, na hata kama isingeweza kubainika sina, kuna utaratibu ambao ungefanyika, pengine ningeondoa maziwa yangu, pengine nibaki, labda naweza nikawa niko salama, japo sijui, lakini labda ningeendelea kuishi. Akinisisitiza niende kufanya check up, na akaniambia kacheki kizazi. Matatizo ya kansa ya kizazi yamekuwa kwa kasi sana, yanapoteza akina mama wengi sana. Na akaniambia na dalili zake labda sio dalili ambazo mtu anaweza kuzipata moja kwa moja. Mtu anaweza kapata hilo tatizo na asijue, inakuja kubainika ikawa ni tatizo limeshakuwa kubwa. Na wengine wanapogundua hilo tatizo wanakuwa wagumu sana kuchukua hatua. Alizungumza na mimi sana. Ina maana kwa muda ambao amesumbuliwa na haya maradhi, amejifunza elimu kubwa sana ya haya magonjwa. Na aliniambia, kwa sababu mimi nilimwambia, nimekuwa nikiogopa pia. Yani nilimweza nikiogopa, na hapo mimi nilikuwa namueleza kuhusu kufanya check up ya kansa ya kizazi, kwa sababu nimekuwa nikisikia sikuchukua hatua. Akaniambia, yani mimi nazungumza hivi na wewe leo, naweza nikalala nisiamke, lakini niangalie mimi ni kwa sababu nilichelewa. Ningekuwa na nafasi ya kuishi. Kwa hiyo nenda kafanye check up. Akaniambia kwa mfano kansa ya kizazi ni ngumu sana kuweza kujua mpaka utakapofanya kipimo. Lakini ukiona unasumbuliwa na UTI zisizoisha, yani wewe ni kila siku UTI, lakini unatokwa na uchafu kwenye via vya uzazi, sio kwa yani wewe unajitibia tatizo linarudi, inaweza ikawa sio dalili moja kwa moja, lakini ni vyema ukaenda kufanya check up
wakati mwingine unaona maji yanatoka, wakati mwingine maji machafu, wakati mwingine unaona matone kama damu au maumivu, unakuwa unasikia maumivu au unasikia kuna kitu kama kinakuwa kizito fulani hivi kama kina kudisturb. Kuna muda mwingine ananiambia hivyo. Tulizungumza, huyu msichana, huyu dada anazungumza tu kwa anatabasamu. Anazungumza tu anatabasamu. Basi nilimwambia nikuache upumzike, nitakuwa hapa. Akaniambia sawa. Kuja nikuache kwanza upumzike. Kwa nikawa nimemwacha apumzike, na hapa nilikuwa nakuja kwa sababu pia yeye nipa, yani napata nafasi kuja kwa siri, yani kwa siri, kwa sababu nilimuuliza pia hali imekuwa hivi vipi kuhusu mama mkwe, yani mmemficha ya maradhi, mmeendelea kumficha na tunaendelea kumficha mpaka lini? Alisema niliofia kumwambia mapema kwa sababu mama ana roho ndogo na ananipenda sana, yani mama yuko tayari kufanya chochote, ananipenda sana. Kwa hiyo najua wakati unafika, napaswa kujua. Tumeshazungumza na Mawazo kuhusu hiki kitu, tumeshazungumza naye. Nafikiri kabla sijaondoka, nafikiri Mungu atanipa nafasi nizungumze na mama, na nimuombe radhi kwa kuchelewa kumueleza, lakini nilifanya kwa ajili yake. Najua ana maradhi, ana pressure, ana kisukari, sijataka nimuongezee tena maradhi mengine ya kunifikiria mimi. Tulizungumza hivyo. Kwa hiyo nilipata muda wa kuzungumza na daktari ambaye ana urafiki, ni rafiki yake, yani ndio mtu ambaye anamwangalia zaidi. Nilizungumza naye, kuna vitu aliniambia pia. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Spola. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, nami nitarejea hivi punde na tutasogea mbele zaidi. Yes, ndugu yetu anaitwa Spola akitueleza haya katika safari yake ya maisha katika siku njema ya leo. Msikilizaji, nikukumbushe habari ya kutimiza kwa miaka 11 EFM, na wewe kama msikilizaji wetu tumekuandalia zawadi kwa ajili yako. Hizi ni zawadi kemkem. Jamani, zawadi ziko nyingi, utajichagulia wewe mwenyewe. Unaona bwana? Na ni kwa njia nyepesi kabisa. Hii ni muda wa kurejesha shukrani zetu kwako wewe msikilizaji. Uwe na mtandao wa Airtel, uwe na mtandao wa Vodacom, uwe na mtandao wa Yes, na kikubwa unaingia kwenye hii menu ya nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, unapiga, utakutana huko na methali na vitendawili, utajibu maswali, halafu na una nafasi ya kujishindia katika zawadi hizi ambazo mimi nimekutajia. Wengi wanapata, na una nafasi na wewe pia kujibu swali na ukapata zawadi hii. Ndio, anaitwa Spola, anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Spola anasema nilipata nafasi ya kuzungumza na huyu daktari. Nilimuuliza, namuona mgonjwa anaumwa sana, lakini anapozungumza anatabasamu. Nahisi kama anaumwa sana, lakini anapozungumza anatabasamu. Nilimuuliza mara mbili. Akaniambia amepambana sana, lakini amekubali kwamba amefika mwisho. Nikasema hakuna namna nyingine, yani hakuna namna nyingine. Akasema na huu ni muda ambao anaweza akatumia vizuri zaidi kwa ajili ya kuzungumza na watu wanaowapenda. Niliumia sana. Yani mtu unajua kabisa unakufa, yani unajua kila mtu atakufa, lakini kifo kinatisha. Unajua kifo kinatisha, alafu sio tu kifo cha mateso. Nilimwambia daktari,
alionekana na maumivu makali sana. Akasema huu ugonjwa hata nikisema nikuelezee, kwa sababu huwezi kuuelewa. Nikamwambia daktari, nimeogopa sana. Akasema hupaswi kuogopa. Kikubwa ni kujenga utaratibu wa kupima afya. Huu ugonjwa unatibika. Watu wanasema ukipata kansa umeisha. Na kansa kuisha kabisa. Elimu za mtaani zimekuwa kubwa sana, unajua. Kila moja ni daktari, anaweza kaelezea kwa namna ambavyo yeye anaweza kuelezea kwamba kansa haina tiba. Kansa ina tiba ikiwaiwa mapema. Yaani tatizo likiwaiwa mapema, mtu ana nafasi ya kuishi. Na kikubwa pia, huu ni ugonjwa ambao wanashinda wale ambao ni wapambanaji. Yaani wale ambao wamegundua tatizo na wako tayari kwa ajili ya kupambana na huo ugonjwa. Wale ambao wanapata hilo tatizo halafu wanaona wamekufa, wanakufa kweli. Lakini kuna mtu anagundulika na stage ya mwanzo kabisa ya tatizo. Anashauriwa, anafuata maelezo ya daktari. Hapo hapo anaanza hatua. Huyu mtu ana nafasi ya kusurvive kwa sababu amechekiwa, imeonekana ndo mwanzo, stage ya mwanzo kabisa. Ana nafasi ya kusurvive. Lakini kuna mwingine anaambiwa tatizo, anagoma, anakataa. Na bado kuna wenzetu wana imani za kishirikina, wanasema ni masuala ya kulogwa. Kwa hiyo mpaka siku anakuja kuchukua action kwa sasa nipate matibabu, unakuta muda umesogea. Mwingine anachukua hatua hata imepita miaka 3, mwingine anachukua hatua imepita miaka 5. Unakuta ndio mtu anasema sasa mimi nataka nianze matibabu. Lakini toka umegundua umekaa muda gani? Umekaa miaka 5. Ina maana lile tatizo haliwezi likawa kama vile vile ambavyo ulikutwa nalo mwanzo. Lazima litakuwa limeongezeka. Na tatizo linapoongezeka linaweza likaathiri vitu vingine pia. Kwa hiyo ni kufanya check up mapema. Na akasema kwa mfano kwa habari ya wanawake ni kufanya check up, yani kwa ukaribu sana. Nikamuuliza ni umri gani ambao ninapaswa niwe nafanya check up mara kwa mara. Aliniambia kufanya check up ni muhimu kwa kila mtu. Yaani kila mtu ni muhimu kutenga muda wa kufanya check up. Lakini ukianza kusogea miaka 30, 35, 40 huko, yaani hiyo miaka hiyo yote unarekoga unafanya check up. Jiwekee hata kwa mwaka unafanya check up mara moja. Ili unapofanya check up tatizo tu linapobainika, basi moja kwa moja wewe unaanza matibabu. Nakumbuka nikamwambia nimekuelewa. Akasema huu ni muda wa kutumia vizuri kuzungumza na ndugu yenu. Anawapenda sana. Ni mgonjwa wangu ambaye ana upendo sana. Nikamwambia ni kweli. Basi tulizungumza hivyo na daktari na alinipa elimu kubwa sana. Unajua kuna vitu katika maisha tunaishi hatuvioni katika kipaumbele. Nazungumza hivyo kwa sababu na mimi ni miongoni mwao. Ukiniuliza kuna siku gani mimi nilienda kufanya check up ya kupima kizazi, nijue usalama wangu uko wapi, maana yani nipime kansa ya kizazi, nilifanya hivyo lini? Sijawahi. Elimu imekuwa ikitolewa, naomba tunapaswa kila mwanamke afanye uchunguzi wa titi lake. Tunaambiwa shika hapa, zunguka, shika hapa. Hii elimu inatolewa. Lakini wangapi tunafanya? Unakuta mtu unashika unasema mbona atasielewi, mpaka uhisi kama kuna kitu gani hapa? Mbona kama ni kimenya hivi, kuna kitu kama kagumu hivi. Jamani, yani mbona kama kwa kitu kigumu? Yani mpaka unakuta mtu imefika hivyo ndio unaenda kucheki, unaambiwa huyu mtu mbona huyu mtu moja kwa moja unaambiwa ni nini, unachanganyikiwa. Kwa hiyo nikasema ndaenda kufanya check up. Lakini ndivyo ambavyo
ilikuwa, nami na share nawe kwa sababu kweli nilitaka na mimi nifanye check up haraka sana, na kama tatizo lipo nianze haraka sana. Nilimwambia daktari, mimi nataka nichunguze haraka sana, lipo nipate matibabu. Na mambo ya kubishana kwamba mimi najua, sio najua, wengine wanasema ukipigwa mionzi unakufa mapema, unajua ukianza kufanywa hiki ile si nini ile pale itakutoa nywele, itakupa madoa, wewe ndio basi naenda kuharibu figo, utaambiwa mambo na vurugwa vitu kama hivyo pia. Lakini kitu kingine nisisahau, ndio Spola anasema, aliniambia, daktari, matatizo haya, yani maradhi haya ya kansa, kuna mtu mwingine anaweza akawa na matatizo ya kansa, yani amepata hiyo shida lakini hana maradhi mengine. Lakini kuna mtu mwingine anaweza akaenda kuchekiwa kansa lakini akajikuta yuko na HIV. Sasa au wote ni wagonjwa, lakini ni wagonjwa wenye kesi hazifanani, yani sio kwamba zote zinafanana. Sasa kuna mgonjwa yeye ambaye amekuja, tumemfanyia kipimo hapa, amefanywa kipimo na tumemwambia iko stage fulani, hii stage sio mbaya, tukifanya 1 2 3 utakaa sawa. Akikutana na mtu ambaye yeye ana kansa na HIV, anaanza kumwambia, nikwambie mimi nilifanya hii, nikana experience kitu fulani, kumbe kesi ni kweli zinafanana, lakini huyu mwingine ana maradhi mengine. Sio kama kuna mtu anaelewa. Kwa hiyo ushauri wa kuaminika ni ushauri ambao unapatikana kwa daktari pekee, sio yani daktari pekee, kwa sababu kuna mgonjwa anaweza akawa na ana kesi hiyo lakini ana kesi nyingine nyingi tu ambazo anakikueleza, mimi nilivyofanywa vile ilikuwa 1 2 3, ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi, ikakupa hofu. Mbona fulani alikuwa na tatizo hilo akaniambia 1 2 3 4 5. Lakini daktari yeye ndio mwenye uwezo wa kuthibitisha kwamba kwa wewe itakuwa 1 2. Ndio anatueleza haya ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Spola. Spola anasema, basi nakumbuka siku hii kwa sababu ilikuwa ni siku special sana kwangu, na ikumbuka sana, nilipata elimu kubwa sana, lakini kikubwa nilipata nafasi ya kuzungumza na mke mwenzangu hata baada ya kupumzika, na aliniambia, Sendesi hii mimi nakuaga. Yani hivi unajua, unamuona mtu anakuaga, unajua hii mtu anakufa, afu daktari ananiambia anavyokuaga anamaanisha. Nasema, kwani mwenye uwezo wa kutoa roho ya mtu si ni Mungu? Si Mungu ndo ana uwezo wa kutoa roho ya mtu? Kwa nini daktari yasema unajua ndo anaaga kweli? Vithibitisho vya mtu anasema kuna hatua ikifika unajua kwamba hii stage ikifika hapa ni mwisho. Kwa hiyo akisurvive hawezi kumaliza wiki 2. Yani hii stage hii hapa alipofika ni hatua fulani, hatuwezi kumpa wiki 2 akasurvive. Kwa hiyo huu ni muda ambao tunampa atumie kwa ajili ya kuzungumza na wapendwa, kwa sababu Mungu amempa neema, anaweza akasema neno. Nilimtakia heri na nikamwambia kama kuna nafasi ya maisha mengine Mungu akatupa tena, natamani nikuone. Aliniambia kweli, nikamwambia kabisa, kama kuna mazingira Mungu anatupa nafasi ya kukutana, natamani wewe mdogo wangu kama hivyo ulivyo. Akaniambia asante. Nami pia natamani hivyo hivyo. Ninaona mwanga mbele yangu, ninaamini nitaenda kupumzika salama sasa, maana najua kila kitu nimekiacha sawa, nimekiacha kila kitu mikononi mwako. Nikamwambia nami nitapambana katika hili, sitakuangusha. Kwa hiyo nilimuaga. Jamani, unamwaga mtu unajua anaenda kilio chake, maumivu yake, yani inakuwa sina la kusema. Niliondoka. Na mimi na maana kwenda kule na nini na ngoja kutokana na mazingira niliyokuambia. Na alisema amezungumza na mume wake, na maana ni mawazo. Kwa hiyo na maana kwa watu family member, kama ilikuwa ni siri, unajua watu wengine wanaumwa, unashangaa mtu anaumwaga tu kwenye familia, wewe hujuagi,
Sema anaumwaga nini? Watu wamenyamaza. Sasa sijui waliwezaje kumficha huyo mama alivyo mpekupeku, mama mkwe mpekupeku, mama mkwe mtata huyu, yani sielewi. Na huyu alivyokuwa na kichwa cha moto, yani angejua huyu binti anayo matatizo, sijui mama angekuwa kichaa. Yani mama anakuwa kichaa kabisa, maana alivyokuwa ananichamba. Anasema huwezi kumuonea mtoto wa watu. Huwezi kumuonea mtoto wa watu, sitaruhusu kitu kama hicho nakwambia. Lakini yote juu ya yote, mimi niliendelea pia kutulia. Ni kipindi ambacho nilitulia. Nakumbuka hata pia Mawazo aliniambia kuna kitu kinanikeep busy, nitashare na wewe. Lakini kumbe mimi nina information zote. Kweli wiki ilipita, wiki moja ilipita, zikapita siku 3. Siku hiyo nimeamka asubuhi, alinipigia simu Mawazo akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akaniambia najua ulikuwa unajua hali ya mke mwenzio, najua mlishazungumza, ameshatuaga, ametangulia sasa. Jamani, kama sikuagwa, nilivyopiga mayowe hapo nyumbani, yani mimi sikuagwa. Niliumia sana. Ni kweli huyu mama alilala. Sijui. Lakini ulikuwa ni msiba. Dakika za mwisho nilipopata nafasi ya kuzungumza, kila neno alioniambia lilibaki kwenye kumbukumbu zangu. Yani acha ile tulionana, hii aliyokuwa ananiaga hii, ilibaki kwenye kumbukumbu zangu. Kila msisitizo alioniambia ulibaki kwenye kumbukumbu zangu. Na akiniambia kuna jukumu nakupa, na jukumu amenipa. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Spola. Msikilizaji, leo tulichelewa kidogo lakini tumefika hatua nzuri. Kile nilichokuwa natamani ukisikie kwa leo ndicho ambacho tumekiwasilisha. Tuungane kesho msikilizaji, na tusikie mengi zaidi ambayo Spola anatueleza nini kitafuata.